Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kuthibitishia ulimwengu kwamba Marekani ina makombora ya hali ya juu ya nyuklia ya aina tofauti tofauti, na siku ya leo ametangaza kwamba wamefanya majaribio ya kombora la nyuklia la B61-12 bila kichwa cha nyuklia. Taarifa hiyo ilieleza wakati wa majaribio hayo ambapo ndege ya kivita ya F-35 za Marekani za kizazi cha 5 ziliwasilisha na kudondosha silaha hizo kwa vichwa vya kivita. Marekani imefanikiwa kulifanyia majaribio bomu lake la nyuklia la B61-12 bila kichwa mwezi wa Agosti, na kulingana na taarifa kutoka kwa maabara ya kitaifa ya Sandia ya idara ya nishati ya Marekani, vipimo hivyo vilifanywa katika eneo la majaribio huko Nevada kuanzia Agosti 19 hadi 21. Taarifa hiyo ilieleza wakati wa majaribio hayo ndege za kivita za F-35 za Marekani ambazo ni za kizazi cha 5 ziliwasilisha na kudondosha silaha hizo ambazo hazina vichwa vya nyuklia. Majaribio hayo yalifanywa kwa utaratibu wa utawala wa kitaifa wa usalama wa nyuklia NNSA. Shirika la kitaifa la usalama wa nyuklia lilikamilisha mpango wa kupanua maisha ya huduma ya mabomu hayo ya angani kwa miaka 20 mwishoni mwa mwaka 2024 kulingana na taarifa iliyotolewa. Jaribio la nyuklia kama ukumbusho. Mnamo mwezi Oktoba, Rais wa Marekani Trump alisema ameiagiza Pentagon kuanza majaribio ya silaha za nyuklia katika kujibu programu za majaribio zinazofanywa na nchi zingine. Mapema leo usiku wa tarehe 15 Novemba, alisema vipimo vitafanyika hivi karibuni, na alipoulizwa iwapo majaribio hayo yatajumuishwa kulipuliwa kwa vichwa vya nyuklia, Trump hakutoa majibu. Wakati huo huo, shirika la habari la CNN limeripoti kwamba maafisa wa utawala wa Trump wanaohusika na nishati na usalama wa nyuklia wanapanga kukutana na wawakilishi wa White House katika siku zijazo katika juhudi za kumshawishi Rais Trump. Rais huyo wa Marekani amesema angependa kufanya mkutano kati ya Urusi, Marekani na China ili kujadili kupunguzwa kwa silaha za nyuklia. Ninachotaka kufanya ni kuondoa silaha za nyuklia, kwa maneno mengine, ambapo tuna mkutano hasa wa nchi 3 za juu zenye nguvu za nyuklia ili kupunguza silaha za nyuklia. Sisi ni nambari 1, nambari 2 ni Urusi, nambari 3 ni China, aliwaambia waandishi wa habari ndani ya Air Force One. Marekani ina silaha nyingi za nyuklia kuliko nchi nyingine yoyote, Trump alisema. Aidha, amesisitiza Urusi ni ya 2 na China ni ya 3, lakini ndani ya miaka 4 au 5 watakuwa pamoja nasi, alisisitiza. Hata hivyo, imeelezwa kwamba hadi sasa taifa ambalo linaongoza kwa nyuklia ni Urusi. Taarifa nyingi zinaeleza kwamba Urusi ina vichwa vingi vya nyuklia, ambapo inatajwa kwamba inakaribia vichwa 5449, huku Marekani ikionyeshwa kuwa na vichwa 5277, huku China ikiwa na vichwa 600 pekee. Ufaransa ina vichwa 290 na mataifa mengine kadhaa yana vichwa hivyo vya nyuklia, ya mwisho ikiwa ni Korea ya Kaskazini yenye vichwa 50 vya nyuklia. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho rais wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari juu ya namna ambavyo Marekani inamiliki silaha za nyuklia kuliko taifa lolote ulimwenguni, huku akitangaza majaribio ya kombora lake la nyuklia la B61-12 bila kichwa cha nyuklia. Endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.